Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya Ijumaa. Moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu amsifu Ndejembi, asema ni kiongozi makini. Rais Dr. Samia ana jicho la mwewe. Wadau wapongeza uteuzi wa msifu kwa uchapakazi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Samia awateua Mnyeti Nyongo Sagini kuwa ma-RC. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Tanzania EU kuimarisha biashara uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 2. Bunge laongeza udhibiti sukari mazao mchanganyiko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Chalamila aja na jipya foleni da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika kutoka mpango hadi utekelezaji dira 2050, mpango waeleza mbinu kujenga uchumi mara. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Jamhuri endelea kuhoji utetezi wa Lissu. Habari katika ukurasa wa 5. Wa Tanzania washukuru kuokolewa South. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Deo Ndejembi apewa maua. Angalizo ni maoni ya wachambuzi wadau baada ya kupendekezwa na CCM kwa uteuzi wa makamu wa rais. Familia yapiga maombi baada ya uteuzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Huyu ndio Ndejembi. Julai 12 mwaka 1983, tarehe aliyozaliwa katika familia ya mzee Pancras ambaye alikuwa kada maarufu wa CCM mkoani Dodoma. JPM alivyomuona mwaka 2016, Rais Magufuli alimteua kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa, waziri hadi makamu. Kwa mara ya kwanza aliteuliwa naibu waziri mwaka 2021 na baadaye waziri kamili mwaka 2024, na Agosti 26 akapendekezwa kuwa makamu wa rais. Undani wa taarifa yake ni katika ukurasa wa 4. Njia ya Nchimbi CCM, Jaji Warioba afichua. Ndugu ya Jaji Joseph Warioba inasema, nilipoona taarifa ya kujiuzuru nikampigia simu akanijulisha ni yake, tukazungumza kama ameshapata uamuzi wa rais. Nimekaa hadi jioni Agosti 26 mwaka 2026, ndipo nikaona tamko la katibu mkuu kwamba chama kimemfukuza. Nikampigia simu, haikupokelewa. Nikapeleka ujumbe, haukupokelewa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5. Samia awapa kibarua Mnyeti Sagini Nyongo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mchuano wa Lissu mawakili wa Jamhuri moto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Sinza kutoka starehe hadi biashara kubwa. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika Ndejembi na mitihani mitatu muhimu kwake, wengi wasema ni turufu sahihi. Rais Samia, CCM wapongezwa, sasa ni nafasi muhimu kwake kudhihirisha uwezo wa vijana wanapoaminiwa kwenye nafasi kubwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Waziri Mkuu Ndejembi ni kiongozi makini, ana uwezo. Habari katika ukurasa wa 4. Waganga waomba uwakilishi bungeni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Waganga wa tiba asilia na tiba mbadala nchini wameiangukia serikali, wakitaka wawe na mwakilishi bungeni ambaye ni mtaalamu wa tiba hizo atakayeweza kuisemea sawasawa sekta hiyo bila upotoshaji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Korogwe wahimizwa kuchangamkia chanjo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mkuu wa wilaya ya Korogwe mkoani Tanga William Mwakilema amewataka wazazi, walimu na wananchi kutoa ushirikiano ili kukamilisha zoezi la utoaji chanjo ya matone kwa watoto wenye umri chini ya miaka 10.
Gazeti hili limeandika tupo tayari kufanyia kazi changamoto za wawekezaji. Habari ni katika ukurasa wa pili. CRDB kuwapa mkopo waajiriwa nje ya nchi. Habari katika ukurasa wa 7. Mlipuko wa Ebola umekwisha Uganda, hali ni mbaya DRC. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Malaria inavyosumbua kutishia amani ya jamii. Habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ngumu kumeza. Uamuzi wa kumfukuza Balozi Dr. Nchimbi wa wagawa wadau. Walimu waliomfundisha Ndejembi wamzungumzia. Waziri mkuu amtaja kwa sifa kuu 3. Wabunge wasema utezi wake ni hamasa kwa vijana. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3. Siku 295 siku ambazo Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amekaa Ikulu hadi Jumanne alipotangaza kuwa anajiuzulu rasmi nafasi ya makamu wa rais ifikapo Septemba 4 mwaka 2026. Nukuu ya mwalimu aliyemfundisha Ndejembi chekechea Rose Isaka inasema, nakumbuka tukio ambalo Ndejembi alimsaidia mwanafunzi mwenzake aliyeumia hapa shuleni. Alimsaidia sana, na tukio hilo lilinikumbusha tabia yake ya upendo na kujali wengine tangu akiwa mtoto. Nukuu za viongozi mbalimbali katika ukurasa wa mbele. Amani Golugwa yeye anasema hili limetushtua kwamba huenda ni kweli katiba mpya ya kupiganiwa, kwa sababu si dhani kama kuna nia ya kuwaletea Watanzania katiba. Nukuu ya Segrada Mligo anasema, na hapa ndipo kumeacha maswali mengi kwa wananchi. Kwa nini wamesema jumla tu na hawajataka kuweka sababu za msingi za kumfukuza? James Mbatia ndugu yake anasema hata ukimwondoa Nchimbi kwa sasa na ukaweka mwingine, wakati mfumo bado uko vile vile, unakuwa bado haujatibu tatizo. Ipo nukuu pia ya Ananilea ambayo utaipata kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti Nipashe. Nipashe limeandika Lissu nina mgogoro wa miaka 24 na IGP Wambura, DCI Kingai. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Miundombinu ya barabara inavyohujumiwa. Habari katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Habari picha ikionyesha uzio wa daraja la juu la Kijazi katika makutano ya barabara ya Morogoro na Mandela Sam Nujoma, eneo la Bongo, Dar es Salaam, ikiwa imeharibiwa na watu wasiojulikana. Pundamilia amvamia na kumng'ata mtoto wa miaka 3. Habari katika ukurasa wa 9. Taasisi za umma China na Tanzania zafungua ukurasa wa ushirikiano. Habari katika ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye limeandika wabunge wapongeza uteuzi wa Ndejembi. Mwigulu wasema yeye na mawaziri wapo mguu sawa kupokea maelekezo. Mwalimu aliyemfundisha chekechea toa ya moyoni, Msukuma amvulia tai. Baba Levo asema CCM kimeleta jembe, mtu safi na chuma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Sura mpya za chomoza uteuzi wa wakuu wa mikoa, makatibu tawala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu, serikali imejipanga kuikabili El Nino. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Kibano wababaishaji biashara ya sukari. Habari katika ukurasa wa 4. Ukurasa mpya ushirikiano taasisi za umma Tanzania China. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti hili linatupa fursa ya kutazama habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani siku hii leo. Gazeti Mwanaspoti limeandika Beka aitishia rekodi ya Yanga, Chama ashika usukani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. 49 idadi ya mabao ambayo Simba imefunga kwenye michezo ya ligi kuu tangu msimu uliopita hadi sasa. Ijayo ni ligi kuu bara, Simba dhidi ya Geita Agosti 31 saa 12 jioni. Ligi kuu bara, Azam dhidi ya Simba ni Septemba 9 saa 1 kamili usiku. Hesabu nyingine kwa Yanga. Habari ni katika ukurasa wa pili, ni Yanga dhidi ya Pamba Jiji leo Ijumaa saa 3 kamili usiku. Feitoto anavyosubiriwa Azam FC. Habari katika kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Madrid ya Mourinho usipime. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Dolly Parton alimiliki mawigi 350. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Gazeti Mwanaspoti limeandika leo Ijumaa Geita Gold dhidi ya Azam saa 12 jioni Bukombe, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo, nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania,
ukurasa wake wa nyuma limeandika Yanga Pamba kanyaga twende, rasmi Simba Queens yaaga Sekafa, Mashujaa ya ikaba Kagera Sugar, Mourinho Mbappe ana kiu ya kuandika historia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Malima ataka AFCON itangaze fursa utamaduni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti ya Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Feitoto kiwasha leo, Azam ikiwakabili Geita. Habari katika ukurasa wa 23. Mangoba Aziziki bado hayupo fiti. Kocha huyo amekiri mchezaji huyo anahitaji muda wa mazoezi kuweza kucheza mechi za ushindani. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo ameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii. Tumalize na ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo lenye limeandika Simba mwendo mdundo, bao pekee lililofungwa na Ismail Ture jana lilitosha kuipa Simba pointi 3 mbele ya Coastal Union. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Simba Queens yajifunza Sekafa, habari katika kurasa za ndani. Yanga Pamba ni mechi ya rekodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika Beri apiga hat-trick, habari katika ukurasa wa 18. Bandari yajipanga championship, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV.